kesi ya uhujumu uchumi, ina makosa 841. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Watu wawili wanaodaiwa kuongoza genge la uhalifu lililosababishia mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF hasara zaidi ya shilingi bilioni 1 wamefikishwa katika mahakama ya mkoa wa Mwanza wakikabiliwa na jumla mashtaka 841 ya uhujumu uchumi pamoja na utakatishaji wa fedha. Washtakiwa hao ni mmiliki wa kampuni ya Salamani Health Service Limited, Dr. Abdi Walsan, pamoja na afisa rasilimali watu Elia Makongwa. Kwa mujibu wa upande wa jamhuri, kati ya mwaka 2021 na 2023, washtakiwa walishiriki katika genge la uhalifu lililofanya shughuli zake mkoani Mwanza na Dar es Salaam. Inadaiwa kuwa genge hilo liligushi nyaraka za wagonjwa na kuziwasilisha NSSF jijini Dar es Salaam kwa madai ya kutoa huduma za matibabu katika kituo cha Salamani kilichopo Mwanza, hatua iliyowezesha kujipatia fedha isiyokuwa halali. Mashtaka yanayowakabili yanahusisha kuongoza genge la uhalifu, kugushi nyaraka, kutumia nyaraka za uongo na utakatishaji wa fedha, ambapo wanadaiwa kupokea kiasi cha shilingi bilioni 1.011 wakijua fedha hizo ni zao la uhalifu. Hakimu mfawidhi Eric Male ameahirisha kesi hiyo namba 2330 ya mwaka 2026 hadi Februari 24 ya mwaka huu baada ya kutoa uamuzi mdogo kuhusiana na ombi la matibabu kwa mshtakiwa wa kwanza na kuzielekeza mamlaka za magereza kuhakikisha anapatiwa huduma ya afya kwa mujibu wa taratibu. Washtakiwa wamerudishwa rumande, huku upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili wa serikali mwandamizi Fadhili Mwandolomo ukiendelea na taratibu za kisheria. Akizungumza mara baada ya kutoka mahakamani, wakili wa utetezi Alan Robi ameelezea mwenendo wa kesi hiyo pamoja na maelezo yaliyotolewa na mahakama. Ni kesi ya uhujumu uchumi, kwa lugha nyingine ni economic case. Ina makosa 841 ambayo wateja ni watatu, ikiwemo na kampuni ambayo ni Salamani yenyewe. Kwa hivyo leo hii kesi imekuja kwa ajili ya ruling, yani ni hukumu ndogo tu. Ilikuwa inakuja kwa ajili ya watoe majibu, mahakama itoe majibu kwa maombi ambayo tulikuwa tumeshawasilisha, ambayo ni kuhusu matibabu ya mteja wetu ambayo ni Wasame ambaye anaumwa kati ya wale washtakiwa accused persons. Na ombi lingine lilikuwa ni issue ya plea bargaining. Plea bargaining kwamba maongezi, mteja yupo tayari kufanya maongezi na jamhuri ili haya mambo yaishe, yani inaitwa plea bargaining. Lakini pia kwa leo tunamshukuru Mungu, kilichofanyika ni kwamba mahakama imeweza kutoa hiyo ruling kwamba mteja atapata matibabu kulingana na utaratibu ambao utakuwepo. Basi ni hivyo tu. Kesi imepangwa kwa ajili ya kusikiliza tarehe 24 mwezi wa pili 2026. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.